Haleluya, Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kwa jina la Bwana. Mimi ni Ruthi Wema Emmanuel na hiki ni kipindi chako pendwa ambacho kinahusiana na masuala ya dini na masuala ya Injili. Tuko hapa kumtangaza Yesu, tuko hapa kumtangaza Kristo. Na kama ilivyo ada, huwa tunakuwa naye mtumishi wa Mungu Apostle Samuel James. Leo pia atakuwa hapa studio kutuhudumia kwa ujumbe mzuri sana ambao umeuandaa siku ya leo. Nikumbukwe huu ni mwezi wa 12 na tunatembea na ujumbe wa neno ni mwezi wa shukrani. Kwa hiyo mwezi huu wa 12 ni mwezi wa kumrudishia Mungu shukrani, ni mwezi wa kumshukuru Mungu katika yote yaliyotokea, yawe mema, yawe mabaya. Hatimaye tumefika mwezi wa 12. Maana hata maandiko yanasema shukuruni kwa kila jambo. Hatuna budi kumrudishia Mungu sifa na utukufu. Na muda mchache kutoka sasa atakuwa studio hapa mtumishi wa Mungu Apostle Samuel James atakuja kutuhudumia kwa neno nzuri ambalo aliandaa siku ya leo, kwa ujumbe mzuri alioandaa siku ya leo. Kikubwa ni kumwalika ndugu, jamaa na rafiki kutoka popote pale walipo tukapata kuanza kipindi chetu hichi kizuri kwa pamoja. Ni kipindi kizuri sana ambacho kimeinua wengi, kimebariki wengi. Wengi wanashuhuda, wamefunguliwa, wametendewa katika kipindi hiki ambacho mtumishi wa Mungu amepewa maono kwa ajili yetu. Leo ni siku yako, leo ni zamu yako. Kikubwa ni kuandaa tu moyo wako na kujiungamanisha kuamini kwamba leo ndio siku ya kutoka kwako, leo ndio siku ya kuvuka kwako. Basi mwalike ndugu, jamaa, rafiki kwa pamoja tukapate kuanza. Maana tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii ulimwenguni kote kwa jina moja tu la Mswa Media. Mimi ni mtangazaji wako Ruthi Wema Emmanuel. Karibu sana na Mungu akubariki. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Mpenzi mtazamaji, mahali popote ulipo, ni siku ya furaha kwa ajili ya maisha yako. Mahali ulipo, amini Yesu anakuhudumia ukiwa nyumbani kwako. Ikumbuke ya kuwa ni mwezi wa 12, ni mwezi wa shukrani, wa kumpa Mungu utukufu na sifa. Kuna mambo mengi ambayo yametendeka ya kufurahisha, mengine ya kusikitika, lakini kila jambo lina kusudi lake. Nataka nikamshukuru Mungu ili tuweze kuendelea na kipindi. Baba Mungu, nakushukuru. Asante kwa uweza wako na nguvu zako Bwana. Baba, umbariki kila mmoja anayetazama ali popote alipo. Mungu, achilia neema yako Bwana, ukamhudumie kila mmoja katika jina kula Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna ujumbe mzuri sana kwa ajili ya maisha yako. Kuna watu wanaishi, tayari nikwambie mpenzi mtazamaji, kila tatizo unapoliona, kila jambo lolote unapoliona, linapotokea liwe jambo baya, liwe jambo jema, kwa mtu mwingine ni faida. Kuna watu ambao wanaishi kwenye vifungo mbalimbali. Kuna watu ambao wanaishi kama mateka. Kuna watu ambao wanaishi ni watumwa wa watu, lakini wako nyumbani. Tayari nikwambie, utakuja kujua maisha unaoishi. Kuna watu hapo wanaishi lakini ni misukule, lakini wanatembea. Nitazungumza kwa nini lakini misukule. Kuna watu ambao wanafanya kazi lakini hawana matokeo. Ndio maana ujumbe wa kutoka katika kwenye utumwa wako. Kila aliyekufanya uwe mtumwa, majira anapozungumza, lazima kila giza liachie maisha yako. Kazi yako ni kuamini. Inua kiwango cha imani. Hakuna mkono wa giza utakaoweza kusimama mbele ya Yesu. Kuna watu unapoona wanateseka kinyume chake ulimwengu wa kiroho, kuna mtu ambaye anayefurahia maisha yako. Kuna watu ambao wanafuga ugonjwa, usizani ya kwamba wanahuzunika, kumbe ule ugonjwa unawapa faida nyumbani kwao. Unawapa faida nyumbani kwao. Wamefanya misukule mtu ateseke maishani ili waweze kupata mali. Inawezekana yamkini katika familia yenu kuna watu wa namna hiyo, lakini ninapozungumza kama mtumishi wa Mungu, lazima amini tu, Yesu anakuhudumia mahali popote ulipo. Inua tu kiwango cha imani yako, mambo yatabadilika. Tukasome kitabu chetu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 2 mpaka wa 5. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 2 mpaka wa 5. Katusomee. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 2 mpaka wa 5. Ndio. Biblia inasema, nao watakaomrudia Bwana, nao watakaomrudia Bwana Mungu wako na kutii sauti yake, na kutii sauti yake, kwa mfano wa yote ni kuagizao leo, kwa mfano wa yote ni kuagizao leo, wewe na wanao, wewe na wanao, moyo wako wote, kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa roho yako yote. Ndipo Bwana Mungu wako, ndipo Bwana Mungu wako atakapogeuza utumwa wako
atakapogeuza utumwa wako, naye atakuhurumia. Tena atarejea kukusanya kutoka mataifa yote, huko alikowatawanyia Bwana, huko aliowatawanyia Bwana Mungu wako. Watu wako waliotawanyika, wakiwako katika nchi za mbingu za mwisho, kutoka huko Bwana atawakusanya Mungu wako. Kutoka huko atakutwaa, atakuleta Bwana Mungu wako, uingie nchi walioimiliki baba zako, nawe utaimiliki. Naye atakutendea mema na kukufanya uwe watu wengi kuliko baba zao. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3 nasema, utakapo yasikia ni kuagizao leo, naye Bwana atakuonea huruma. Hebu uje mstari wa 3. Mstari wa 3 unasema, ndio. Mstari wa 2. Nawe utakapomrudia Bwana Mungu wako na kutii sauti yake, mfano wa yote akuagizao leo. Mstari wa 3. Ndipo Bwana Mungu wako atakapogeuza utumwa wako. Sema kwanza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Manake unaposimama kumwamini Mungu na kumtumikia, tayari yuko tayari kugeuza utumwa ambao ulikuwa ukitumikishwa na watu wa giza, utumwa ambao ulikuwa ukifanya kazi pasipo kupata faida, utumwa ambao unaishi maisha unajitahidi kufanya jambo lolote lakini haliwezi kutimia. Ni kwa sababu ulikataa kuitii sauti ya Bwana Mungu wako. Naye Bwana anasema atageuza utumwa wako. Manake kuna magonjwa yako yamepandwa, si kwa kusudi la Mungu bali kusudi la Shetani. Mungu anasema naye atageuza utumwa wako. Utaanza kuishi kwa furaha, utaanza kuona mema. Naye Mungu anasema atakutendea mema. Utamiliki nchi waliomiliki baba zako. Mahali unapomwona mtu anapoteseka, anapougua, anapohangaika, anapokuwa masikini katika ulimwengu wa kiroho, kuna mtu mwingine anayefurahia. Kuna mtu mmoja wapo ambaye anafurahia mateso ulionayo. Nataka nikwambie, unapoliona tatizo lolote ni faida ya mtu fulani. Unapoona mtu anaugua, ujue kuna watu wanafurahia, wamepata mteja. Lakini Yesu yuko jioni ya leo, nazungumza na wewe mahali ulipo popote. Kila giza ambalo lilikuwa linakutumikisha, kwa jina la Yesu lazima likuachie. Lazima amini tu, inua kiwango cha imani yako. Kasome kitabu cha Matendo sura 16 mstari wa 16 mpaka 19. Uangalie bwana zao walizoea kupata faida. Mtu alipomwona akiugua pepo, anaanguka kifafa. Kitabu cha Matendo sura 16 mstari wa 16. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 16 mstari wa 16. Ile inasema, ndio, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pakusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi. Akatukuta. Aliwapatia bwana zake faida nyingi kwa kuugua. Aliyewapatia faida bwana zake kwa kuugua kwa muda mrefu. Hebu rudia mstari vizuri huo. Mstari wa 16 unasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo la uaguzi. Kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo la uaguzi akatukuta. Aliwapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Aliyowapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Endelea. 17. Akampata Paulo na Sila, akapiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu walio juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika. Akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu, toka pepo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Endelea. Basi bwana zake walipoona ya kuwa
Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini ya faida yao limepotea, wakawakamata Paulo na Sila. Simama kwanza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, mahali popote ulipo, ndio maana nimezungumza, kuna matatizo ambao kwa watu usizani tatizo la hasara. Kuna watu ambao wanapata faida kupitia tatizo lile. Paulo na Sila waliingia uadui kwa sababu walimkemea pepo ambaye yule mtu alikuwa akiugua kwa kifafa kwa muda mrefu, wakizani ya kuwa amezaliwa vile, lakini kumbe ilikuwa ni biashara ya watu. Unapomwona kichaa barabarani, unapomwona tasa njiani, unapomwona yoyote mtu afanikiwi, usizani ya kuwa amependa mwenyewe. Nyuma yake kuna watu ambao wanaofaidika. Paulo na Sila walisikitika kwa uchungu kama watumishi wa Mungu. Tunapopita mahali popote, mbona kuna pepo bado anapiga kelele? Lakini alipogeuka kumkemea pepo, wazee wa mji ambao walikuwa wakifaidika kupitia huyo mjakazi, alikuwa akiugua kifafa kila wakati, mapepo akimtoka, watu wakasema, wakaingia uadui, wakawakamata Paulo na Sila kwa sababu wamemtoa mtu kwenye gereza. Na wewe mahali ulipo popote, niko mtumishi wa Mungu, kila mtu yoyote ambaye alikuwa akipata faida kupitia maisha yako, ninatangaza kuanzia sasa kwa jina la Yesu, watakula hasara zaidi na zaidi, na maisha yako yatainuka kupita kama kawaida. Kila tatizo unapoliona, kuna watu wanafaidika. Mtu umeolewa na ndoa nzuri, lakini nyumbani kwako kuna kelele. Umeoa mke mzuri, umeoa mume mzuri, lakini hakuna watoto. Usizani ya kuwa ni kama hali ya kawaida. Kuna watu ambao wanafurahia maisha mnaoishi. Kuna watu ambao wanafurahia mateso mnayopitia, lakini Bwana amenipa ufunuo. Kila mtu yoyote ambaye anayepata faida kupitia biashara yako, kupitia elimu yako, nataka nikwambie leo Bwana anakutoa katika hilo gereza. Kuna watu ambao unaona wamesoma lakini hawajielewi. Usizani ya kuwa umechanganyikiwa na maisha. Kuna mkono wa giza ambao unafaidika wao pasipo kujua. Huyu mtu alikuwa anaugua pepo kwa muda mrefu. Hebu soma mstari wa 16. 16 inasema, yaani bwana zake walikuwa wakipata faida mtu anapougua. Hebu jiulize, yaani mtu anapougua, wengine mnasikitika ya kuwa mtu fulani anaugua, lakini wao ndio wanafurahia, wanapata faida. Ndio maana kuna watu ambao wako wanamiliki magari, wanamiliki mabiashara, nyumbani kwako na msukule unaishi. Natangaza kuanzia sasa, yoyote anayetumia msukule, ninaamuru kuanzia sasa, lazima msukule utoke, utarudi kwenye uhalisia wako. Lazima kila giza liachie. Kuna watu wana faida. Mtu mwingine anasikitika, mtu fulani amepata ajali, amevunjika mguu. Unadhani ya kote anasikitika, unaanza kujiuliza, huyu mtu familia yake itaishije? Kwa nini amevunjika mkono, amevunjika mguu? Kumbe kuna watu ulimwengu wa kiroho wamechukua mkono wake, wamechukua mguu wake, anaendelea kuwapatia faida. Na mahali wanapoenda kutibiwa, unapoenda kupona, wale watu wanasikitika sana, wanakasirika. Ndio maana watumishi wa Mungu, kuna kuwa na vita nyingi za watu ambao wanatumia nguvu za giza. Tunapowafungua watu kutoka kwenye utumwa, mtu wa giza lazima alie. Kuna watu ambao wamepanga maisha yako, hautafanikiwa. Lakini tunapokuja kusimama, tunatengua kauli zao, utafanikiwa. Hawawezi kutusema vizuri, hawawezi wakaketi mabarazani wakatutetea mambo mazuri. Lazima atasema kinyume chetu. Maana kama walikuwa wanapatia faida, kwa sababu wewe biashara zako, unapofanya biashara lazima zife. Usizani unakula hasara, usizani hujui kuhesabu fedha. Kuna mtu ambaye amekupokonya ulimwengu wa kiroho katika mafanikio yako, halafu yule mtu anafurahia. Asubuhi anakusalimia, umemkaje rafiki yangu? Yaani anakuona anafurahia unapotoa kauli zenye masikitiko, unapotoa kauli zenye kulia za kupoteza matumaini. Kumbe ulimwengu wa kiroho yeye anafurahia, anajua leo nimeingizwa fedha, huyu mtu nimeshampokonya ufahamu wake. Tusomee Matendo ya Mitume 16:16. Biblia inasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali. Ikawa tulipokuwa tulienda mahali pa kusali, mjakazi mmoja aliyekuwa na pepo uaguzi. Mjakazi mmoja aliyekuwa na pepo la uaguzi akatukuta. Aliwapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Yaani aliyowapatia bwana zake faida nyingi
Maanake wamejenga majumba kupitia yeye. Yeye anaanguka barabarani, yeye anazunguka barabarani, biashara yake haikui, hana makao, lakini kuna watu wengine wanafurahia.